Iran imekataa vikali pendekezo lililoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na kupitishwa na Shirika la Kimataifa la Baharini IMO kuhusu kuanzisha kile kinachoitwa njia salama ya baharini katika mlango bahari wa Hormuz, ikilielezea kama lisilo na msingi kisheria na lenye nia ya kisiasa. Katika mkutano wa 113 wa kamati ya sheria ya IMO uliofanyika siku ya Jumanne, naibu mwakilishi wa kudumu wa shirika la bandari na masuala ya baharini la Iran katika IMO, Puria Kolivand, alikataa kata pendekezo hilo kuhusu kupitia njia hiyo muhimu ya maji. Alikataa vikali madai ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na pendekezo lake kuhusu hali halisi ya mlango bahari wa Hormuz, akielezea waraka huo kama uliotokana na simulizi holela iliyojaa madai yasiyo ya msingi na hitimisho lisilo halali kisheria. Kolivand pia alisisitiza kuwa IMO ilipitisha pendekezo lenye kasoro kubwa ambalo halina uhalali wa kiutaratibu, akisisitiza kuwa njia yoyote lazima ikubaliwe kwa ridhaa kamili na uratibu wa Iran kama nchi muhimu ya pwani. Tehran inasema kuwa vita vya uchokozi na muungano wa kijeshi wa Marekani na Israel dhidi yake mnamo Februari 28 ndio chanzo kikuu cha kuzorota kwa usalama wa baharini huko Asia Magharibi, na kwamba kitendo hicho cha vita kinakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa, ikisisitiza kuwa tathmini yoyote ya kisheria inayotenganisha matokeo ya baharini kutoka chanzo hiki kikuu ni pungufu na yenye kasoro kisheria. Tangu kuanza kwa vita hivi, Iran imefunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli za adui pekee, zile zilizounganishwa moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja na wachokozi. Lakini wakati huo huo imesisitiza kuwa meli zisizo za adui, zisizoshiriki au kuunga mkono uchokozi dhidi ya Iran, zinaweza kupita kwenye njia hiyo nyembamba ya maji baada ya uratibu na mamlaka husika za Iran na kufuata kanuni za usalama. Kolivand alisema katika mkutano wa IMO kwamba hali ya sasa katika eneo hilo, hasa katika mlango bahari wa Hormuz, ni matokeo ya moja kwa moja ya vita vya kikatili na visivyo vya halali vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, vita ambavyo vinakiuka waziwazi kanuni za msingi za mkataba wa Umoja wa Mataifa, hasa kanuni ya kukataza matumizi ya nguvu. Aliongeza kuwa nchi zinazoshiriki katika uchokozi na zile zinazotengeneza njia kwa uchokozi zinapaswa kubeba jukumu la kimataifa, akirejea kanuni za sheria za kimataifa na nyaraka husika kuhusu ufafanuzi wa uchokozi. Kolivand pia alisisitiza kuwa licha ya hali iliyosababishwa na vita katika mlango bahari huo, njia hiyo ya maji imekuwa wazi kila wakati, akiongeza kuwa majaribio ya pendekezo la UAE ya kuifanya Iran kuwajibika kwa hali halisi ya mlango bahari wa Hormuz yana kasoro kubwa za kisheria na kiufundi. Kulingana na tathmini ya Iran, meli 39 za biashara za Iran zimeshambuliwa na kuzamishwa, huku mabaharia 20 wakiuawa wakati wa siku 40 za vita. Iran imetoa taarifa kali kwa IMO ikilaani Marekani na Israel kwa kukiuka sheria za kimataifa na shirika hilo kwa kutenda nje ya mamlaka yake. Waraka uliowasilishwa na Iran kwa kamati ya sheria ya IMO, ambayo inapanga kufanya mkutano wiki hii London, ulisema kuwa vitendo hivi vinajumuisha ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, ikiwemo sheria ya kimataifa ya kibinadamu, sheria ya bahari na kanuni zilizowekwa katika vyombo vya IMO. Uliongeza kuwa hizi si namba rahisi, bali ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Waraka huo pia ulikemea matumizi haramu ya nguvu dhidi ya Iran kwa Marekani na Israel, na kusema kuwa kuzorota kwa sasa kwa usalama na ulinzi wa baharini katika eneo la Ghuba ya Uajemi ni matokeo ya moja kwa moja ya vitendo vya uchokozi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran. Waraka wa Iran ulisisitiza zaidi kuwa kujibu uchokozi huu, Iran imetumia haki yake ya kujilinda chini ya kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Uliongeza kuwa tathmini yoyote ya kisheria inayotenganisha matokeo ya baharini kutoka chanzo hiki kikuu ni pungufu na yenye kasoro kisheria. Waraka huo pia ulitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa vitendo vyovyote vinavyolenga miundombinu ya usalama wa baharini, meli za matibabu na usafirishaji wa raia. Iran ilisisitiza zaidi kuwa jaribio lolote la kukubaliana juu ya njia salama ya baharini bila idhini ya wazi ya Tehran linaweza kuendeleza siasa za kazi ya IMO na kudhoofisha uadilifu wake wa kiufundi. Tehran inasema kuwa baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi, ikiwemo UAE, zimechangia uchokozi wa Marekani na Israel
kwa kuruhusu wachokozi hao kutumia maeneo yao kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, ikisisitiza kuwa matumizi ya eneo la nchi kufanya vitendo vya uchokozi husababisha jukumu la kimataifa. Cleveland pia alilaani kizuizi cha hivi karibuni cha majini kilichowekwa na Marekani dhidi ya bandari za Iran kwenye Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Oman, akilielezea kama mwendelezo wa tabia ya upande mmoja ya Washington inayodhoofisha sheria za kimataifa na kuhatarisha maisha ya mabaharia. Abdul Nasser Mwita, Rubaa za Kimataifa.